Shukuru Mwenyezi Mungu kwa ushindi huu ambao ametujalia tumeupata. Ni ushindi ambao tulikuwa tuna shauku nao mkubwa kweli kweli, na jana tuliweka wazi ya kwamba tunataka kushinda, lakini vile vile tunataka kustarehe katika mechi ya leo. Mara zote huwa tunapata ushindi hapa dhidi ya Mashujaa, lakini inakuwa ni mechi ngumu yenye pressure kubwa, na mwisho siku inaamriwa kwa goli moja. Safari hii tukasema tunataka kupata ushindi mkubwa ambao tutaangalia mechi tukiwa kwenye starehe kubwa, kwa maana ya kupata ushindi wa zaidi ya magoli mawili, na kweli Mwenyezi Mungu ametujalia na wachezaji wetu wamekuwa kwenye ubora wa hali ya juu, na hatimaye tumefanikiwa kupata ushindi wa magoli 3-0 kwa mara ya kwanza tangu Mashujaa wapande daraja. Tunapata ushindi dhidi yao mkubwa katika uwanja wao wa nyumbani, na hii ni tofauti kubwa ambayo timu yetu nayo hivi sasa kwenye eneo la kiufundi, kwenye ubora wa mchezaji mmoja mmoja. Na leo tulikuwa bora kipindi cha kwanza, tukapata bao la Mwamba Lusaka, lakini tukaendelea kuwa sakama kipindi cha pili, Mwamba Lusaka tena, na akaja akapigilia msumari wa mwisho Selemani Mwalimu. Mnyama anaondoka na alama 3 na magoli 3. Sisi kwetu ni furaha kubwa kweli kweli. Semaji, hiki ambacho amekifanya Chama umekuwa ni mwendelezo wake mzuri sana, kwa maana mpaka hivi sasa ukija kutazama taarifa zilizopo ni kwamba ni magoli 3 aliyonayo mpaka sasa makubwa, yote anaweza kaingia pia kwenye vinyang'anyiro vya goli bora. Mwendelezo huu wa Chama una wewe binafsi unazungumziaje? Mchezaji mkubwa lazima awe kwanza na uwezo wa kuamua mechi, lakini pili lazima awe na mwendelezo kwa maana ya consistency. Chama amekuwa na hiyo consistency. Kila mechi anacheza vizuri, kila mechi aidha anafunga ama anatoa pasi ya goli, na hachagui mechi ndogo wala mechi kubwa. Kila mechi Chama anakuwa kwenye kiwango chake bora kile kile. Alifanya kazi nzuri kwenye mechi ya dabi, na baada hapo Chama ameendelea kuwa moto wa kuotea mbali, na leo tena hii leo amefanya maajabu makubwa hapa nyumbani kwao Lake Tanganyika. Ni dhahiri shahiri ya kwamba yeye ni mchezaji mkubwa na ana uwezo wa kufanya mambo makubwa katika mechi ya aina yoyote ile. Mechi ya leo dhidi ya Mashujaa ni miongoni mwa michezo migumu ambayo Simba tulikuja kucheza, lakini tulikuwa na uhakika wa kupata matokeo mazuri kwa sababu timu yetu ina Chama, timu yetu ina Loemba, timu yetu ina Neo Maema. Kwa hiyo tukawa na uhakika ya kwamba kwa aina ya wachezaji tuliokuwa nao tunao uhakika wa kufanya vizuri, na unapokuwa na Chama unakuwa hauna wasiwasi wa aina yoyote yule. Chama ana uwezo wa kugeuza mchana kuwa usiku, ana uwezo wa kuyafanya maji ya bahari kuwa maji ya baridi na watu wakanywa, ana uwezo wa kufanya maajabu makubwa kweli kweli, na leo amedhihirisha ubora wake huo. Anachukua tuzo yake ya 4 mfululizo. Hakuna hata mchezaji mmoja katika ligi kuu ya NBC ambaye ameweza kuchukua tuzo mara 4 mtawalia. Ni Chama peke yake. Ni dhahiri shahidi kwamba Chama ni kiumbe cha maajabu mno. Chama ni mchezaji wa tofauti sana. Chama ni mchezaji wa maajabu ya hali ya juu, na hapa bado Chama hajaonesha ubora wake. Ana mengi makubwa na mazuri ya kuendelea kuwaonesha wanasimba. Kuna wako mbio za ubingwa Semaji. Mpaka hivi sasa kiu ya wanasimba ni kutamani Simba inachukua taji la ligi kuu, na ukitazama mpaka hivi sasa kwa ushindi mliopata leo umebakiza mchezo mmoja tu pengine kuweza kusimama katika nafasi ya kwanza. Nini ambacho wanasimba wakitarajia kunako ubingwa ambao ndiyo kiu yao kubwa? Safari bado ni ngumu. Tumefanikiwa kupunguza gap na kubakisha alama 2 pekee, lakini alama 2 hizo sio nyepesi. Kwanza zinaweza zikampa mtu ubingwa, lakini kama haitoshi unaangalia hizo alama 2 ama huyu ambaye yuko juu ni timu ya aina gani. Ingekuwa labda Mashujaa ndio anaongoza ligi hivi sasa, au JKT Tanzania anaongoza ligi hivi sasa, au sijui Mbeya City ndio anaongoza ligi hivi sasa, tungekwambia kwamba alama 2 zile tunakwenda kuziyeyusha kwa urahisi kweli kweli, lakini alama 2 hizo zinashikiliwa na timu ambayo tunashindana nayo.
timu ambayo ina uzoefu wa kukaa hapo kileleni, timu ambayo ni kubwa, timu ambayo inapambania kwenye ubingwa. Kwa hiyo pamoja na kupunguza gepu, lakini tunakiri ya kwamba bado hatuwezi kuwa na uhakika wa kusema ya kwamba tunaelekea moja kwa moja kwenye mbio za ubingwa, kwa sababu aliyokuwa juu pale ana uzoefu wa kukaa pale juu. Kwa hiyo inahitaji nguvu, akili na maarifa makubwa kumshusha pale, lakini ushindi huu wa leo na gap la point ambayo tumelipunguza linatupa imani sasa na kuturejeshea imani ya kwamba tukiendelea kupambana tuna uwezo wa kulipunguza hilo gepu na hatimaye mnyama akatimiza malengo ya kuchukua ubingwa msimu huu. Mimi rai yangu ni moja, wanasimba kamwe tusibweteke. Wanasimba tusianze kuhesabu bado gepu la pointi 2. Wanasimba tuendelee kupambana, tuendelee kupigana, tuendelee kuiunga mkono Simba yetu ili twende tukalipunguze lile gepu. Gepu lile halitapungua kwa mawazo wala kwa matamanio. Gepu lile litapungua kwa juhudi, jitihada na mapambano makubwa. Hivi sasa ndio wanasimba tuamke, twende kwenye mapambano ya kupunguza lile gepu. Semaji, kocha ameendelea kumwamini Vedastus Masinde na ni mmoja wa wachezaji ambao wanafanya vizuri sana. Pengine una kitu gani cha kuzungumzia kuhusiana na Vedastus? Veda ameendelea kuonyesha ubora wake. Ni kijana mdogo under 20, lakini ameaminiwa kwenye majukumu makubwa na timu kubwa, na uzuri ni kwamba anacheza na watu wakubwa wakina Ismail Toure ambao wanampa ABC na kumuongoza, na tuna benchi la ufundi zuri ambalo linamuongoza kijana. Anacheza dakika 90 bila kufanya makosa ya aina yoyote ile. Ni hazina kubwa kwa Simba, ni hazina kubwa kwa taifa. Hivi sasa yoyote ambaye atakosekana kwenye backline tunakuwa tuna mashaka. Akikosekana Rushain anacheza Veda, akikosekana Ture anacheza Veda. Tumefanikiwa kufanya scout iliyokuwa bora, tumemleta kijana ambaye anafanya kazi yake ipasavyo. Ahmed, ni kama waandaaji wa tuzo wasubiri kwanza kwenye magoli ya Chama. Kwa sababu baada ya kufunga ile tikitaka, japo goli la Chama limepata upinzani mkubwa baada ya jana nahodha nahodha kumlipa Chama tikitaka yake ile. Kwa hiyo kwa sasa Puskas yanawaniwa magoli mawili kutoka Tanzania. Kwa maana ya goli la Chama, goli la Chama linawania Puskas kwa maana goli bora la mwaka, lakini goli ambalo amejifunga nahodha nayo vile vile limeingia kwenye orodha ya magoli bora ya mwaka ambayo tofauti yao ni ndogo tu. Hili letu Chama yeye alibiduka tikitaka kamili, lakini lile lao yeye amepiga nusu tikitaka, lakini ni tikitaka ile ambayo inakuwa considered kwenye magoli bora ya mwaka. Kwa hiyo rasmi ni kwamba magoli ya Chama yataingia kwenye kinyang'anyiro cha Puskas, ikiwemo goli la leo, goli la mechi ya Simba na Yanga, pamoja na goli alilowafunga Tanzania Prison. Lakini tunapata upinzani mkubwa kutoka kwenye goli la nahodha ambaye amefunga goli jana kwenye mechi ya Dodoma Jiji na Yanga. Goli lake linaingia kwenye Puskas. Ndo huyo. Goli zuri, goli bora, fantastic. Ameangalia kipa amekaa wapi, kipa hayuko eneo lake, akaumenya ule mpira kwa nusu tikitaka, goli likaingia. Ni utulivu wa hali ya juu aliyokuwa nao nahodha, ni kuchagua engo, amekaa wapi goli kipa, akamwangalia na akaweka goli kwenye nyavu ndogo. Kwa hiyo goli lake linaingia kwenda kushindana na goli la Chama kwenye Puskas. Kinyang'anyiro ni kikali. Kwamba Mwamnyeto anahitaji pongezi kwa goli ambalo that's good. Ulisema kwamba lile la Chama la kwenye dabi litachukua miaka zaidi ya 100 huko mtu kulilipa. Lakini kuna hiki ambacho amekifanya cha kufunga kwenye mechi 4 mfululizo na kuchukua pia tuzo ya mchezaji bora mfululizo. Litakuja kulipa? Na ataendelea kufunga magoli mengi mazuri Chama, lakini
hatofunga tena goli bora kama lile alilolifunga kwenye mechi ya dabi, na hata akifunga goli kama lile tena, lakini halitakuwa na uzito na thamani kama lile amefunga kwenye Kariakoo dabi, lile kawafunga Yanga, lile kamfunga nani sijui goli kipa bora. Kwa lile linabaki na kusimama kuwa goli bora la maisha la Chama. Ataendelea kufunga sababu Chama ana utulivu mkubwa, ana composure kubwa, na kila anachokifanya anakifanya kwa usahihi wa 100%. Kwa hiyo ataendelea kufunga magoli mazuri, lakini kufunga goli kama lile inahitaji miaka, kama sio 2000 ano domino, basi ni miaka kama sio 5000, basi dunia inaweza ikaisha kupata goli kama la Chama. Wanasema nyumbani ni nyumbani. Nyumbani ni nyumbani, na Chama amefanya kazi kubwa nyumbani kwao hapa, na ndugu zake wengi kutoka Buhigwe wamekuja hii leo kuja kumsapoti, na baada ya mechi hapa anakwenda nyumbani kwao kwenda kuwasalimia kesho kutwa Dar es Salaam. Buhigwe hiyo. Buhigwe. Kuna sauti nyingi, lakini si zote zinasikika. Lakini kuna sehemu moja ambapo kila sauti ina thamani. Hapo ndipo ilipo Global TV, sauti ya wanyonge, mtetezi wa wasio na pa kusemea. Global TV ni YouTube channel inayopendwa na watu wengi. Una biashara? Chagua platform yenye watu halisi. Tangaza kupitia Global TV. Next level. Chukua hatua sasa.